Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu waandishi wa habari, nianze kwa maamkizi mema niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana katika press yetu. Leo tumekuteni tuzungumzie suala la sakata la BAKWATA dhidi ya Sheikh Ponda Issa Ponda. Ndugu zanguni, jambo hili sisi kama wasemaji wa dini, mimi Mwaipopo ni mhubiri na nipo katika chombo cha Kiislamu BAHAKITA, Baraza la Habari la Kiislamu Tanzania. Kwa hiyo yafanya ni majukumu yangu ya sehemu yangu na natakiwa ni yaseme haya. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, unapoona uovu unatendeka, jambo la kwanza Mtume anatuambia useme. Jambo la pili anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uondoe kwa mkono, kwa imani dhaifu uchukie. Sasa mimi siwezi kuchukia, nao nafasi ya kusema na sasa nasema. Sheikh Ponda alikwenda mahakamani kama alivyosema yeye na watu wote waliona na waandishi mliona. Alikwenda kushtaki, akapewa ushindi. Lakini hakutaka kuzungumza ukweli. Kakangu Ponda tunamheshimu, ni kiongozi kama anavyojiita. Ponda hakushtaki BAKWATA. Bahati nzuri sisi tumefuatilia vizuri, hakushtaki BAKWATA. Alichokwenda kukishtaki ni kabidhi wasi, ndio alienda kumshtaki. Kwa sababu kubwa akatoa hoja kwamba unapotaka kusajili taasisi yako ya dini, unapotaka ni Ponda na jopo lake. Lakini sio jopo kubwa, ni watu kama 5 au 6, hawazidi hata 10. Hatukatai, wanayo haki ya kimsingi ya kufanya hivyo. Lakini anapotosha watu, anasema kwamba yeye alikwenda kuishtaki BAKWATA. Sasa watu wakamuuliza, umeshtaki BAKWATA kwa sababu gani? Akasema BAKWATA sio chombo cha Waislamu. Sasa mimi nataka nifafanue hapa. Mnajua Tanzania, Waislamu wenzetu tufike sehemu tukubali tuseme ukweli. Unaposema BAKWATA sio chombo cha Waislamu, ni chombo cha kina nani? Dunia nzima, duniani kote inajua BAKWATA ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Wewe unasema sio chombo cha Waislamu, BAKWATA ni chombo cha kina nani? Hata kama kina madhaifu ya kibinadamu, kwa sababu BAKWATA iongozwe na malaika, inaongozwa na hawa binadamu. Ni bora ungejadili madhaifu yakarekebishwa, lakini usituambie kwamba BAKWATA si chombo cha Waislamu. Tunaelewa watu wote ndani na nje ya nchi, BAKWATA ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ni chombo cha Waislamu. La kwanza. La pili, nikamwona mtu mmoja anasema BAKWATA shule zake pale Haramaini imeshindwa kufaulisha, kila mwaka inafelisha. Hakuna 1 wala 2, ni 0 kila mwaka. Lakini mbona mnasahau Ponda wewe una shule? Sheikh Ponda anazo shule. Yeye na mkwe wake, tena wamepanga wewe wawili tu. Yeye na mkwe wake. Mkwe na maana kaua mtoto wa Ponda, ndio wanachukua zile shule, wanajifanya za kwao, wanazimanage wao. Shule ya Ponda, mimi kijana wangu alisoma pale. Kasoma miaka 2. Niliamua nimtoe. Ile pale Ilala, nasema kwa wazi, tuseme kwamba nashawishi zifungwe, lakini naeleza. Mwanangu kasoma kwenye shule zake, ni shule ambazo zipo kimaslahi. Zinaangalia sana maukoto kuliko imani. Sasa unapoiambia BAKWATA haifaulishi, mbona za kwako na wewe zifaulishi? Atueleze shule zake Ponda zimewahi kutoa 1 mwaka gani? Tena angalia, wanafunzi wanalipa. Shule wanalipa kwa wakati. Wallahi kuna baadhi ya shule wanafunzi wanalala msikitini. Zile shule za Sheikh Ponda wanalala msikitini, nao shahidi hata waende watu wakakague. Sasa unaposema kwamba shule za BAKWATA zinafelisha, na wewe mbona unafelisha? Unaposema Waislamu hatuna kiongozi, Mufti sio kiongozi wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mnapokuwa 3 mmoja wenu awe kiongozi. Na kama hatakuwa kiongozi, basi kiongozi wenu ni shetani. Sasa unapotuambia sisi Waislamu BAKWATA Mufti sio kiongozi wetu, kiongozi wetu ni shetani sasa. Na kitu ambacho sio sahihi, si kweli. Waislamu wote tunatambua, tunajua kwamba Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair ni kiongozi wa Waislamu Tanzania. Ndiye mufti na ndiye kiongozi, ndio shekhe. La pili, umesema kwamba BAKWATA ilikuwa inajifanya haiwezi kusajili taasisi mpaka ipitie kwa kama maneno ya uongo. BAKWATA haijamzuia mtu kusajili taasisi. Taasisi zipo zimesajiliwa nyingi na wanafanya maendeleo ya dini, mfano Sheikh na Shekishki, wale wa Morogoro, wale wa Mwanza, wale wa Iringa, wana mataasisi makubwa, kina Sheikh Salim, wanafungua maredio na manina maendeleo. BAKWATA ipo. BAKWATA haijamzuia mtu kufanya jambo lolote la maendeleo ya kidini.
Tunaona kila mwaka mwezi wa Ramadhani Sheikh Kishki na kakake wanaanzisha mashindano ya Qur'an, na mufti anaalikwa na kwenda pale kukaa na anazungumza. Angekuwa anaziwia mambo ya dini, singewaziwia wale wasifanye. Kwa maneno ya kusema kwamba BAKWATA inashindwa, si kweli. Mimi nafikiri kwa dunia ilipofika, sio wakati tena kunyoshiana mikono, ni wakati wa kufanya. Sio wakati kwa sababu tunapofanya mambo ya kidini hatulengi kupata malipo hapa duniani, tunahitaji kulipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe ukiona BAKWATA imeshindwa, wewe fanya, Waislamu watakusupport tu, wala usio na wasiwasi. Mfano narudia tena, ziko taasisi sitaki kuzitaja za hapa za Tanzania za watu ziliona kwamba labda BAKWATA hawapati nafasi ya kuwa viongozi na wao wanahitaji kuongoza watu, wakaiacha BAKWATA iendelee. Wameanzisha taasisi zao na wao wanaendelea. Kwa hiyo unapotuambia BAKWATA haifai, tuoneshe nani anayefaa. Ponda, wewe ulikuwa kiongozi wa baraza kuu na jumuiya na taasisi za Kiislamu. Kama sikusuri ulikuwa kiongozi huko. Hebu tuambie baraza kuu limefanya nini? Liko Dar es Salaam tu. Liko Dar es Salaam tu, lilikuwa pale Kinondoni. Basi kazi yao kusubiri migogoro ya talaka na ndoa, ndio walikuwa kazi yao pale Kinondoni. Mmefanya nini? Hamna lolote. Ofisi zilikuwa Kijumba mmepanga pale. Sasa wacha tuelezane tu kweli. Acha hiyo, mlianzisha chombo kinaitwa Shura ya Maimamu. Aya, tuambieni Shura ya Maimamu imefanya kazi gani nchi? Zaidi ya fitna. Ilikuwa kazi yake kubwa ni kupambana na serikali. Ndio kazi ya Shura, na ndipo iliposhindwa. Sizungumzi kwa kutaka kuchonganisha watu. Unajua tatizo letu wa Tanzania, ukizungumza ukweli mtu anakuona huyu chawa. Mimi sio chawa mabwana, mimi silishwi maneno. Mimi wanapenda kuzungumza ukweli na nimenyoka. Na niko tayari kufuata mgogoro hata Morogoro kwa gharama yangu mwenyewe, ili nikajua ukweli ukoje. Ndivyo nilivyo tu. Kwa sababu mimi nimesomea kusema. Ndio taaluma yangu. Sasa Shura ya Maimamu ilianzishwa, Waislamu walisupport wote, wakijua hii italeta maendeleo kwa Waislamu. Nionyesheni Shura ya Maimamu mpaka leo mmejenga nini? Hakuna lolote. Ilibaki migogoro tu ya kukalimia maandamano, kupindua misikiti. Jamani, sasa hii ndio kazi ya dini. Sasa Ponda, Shura umeiua. Badala kuna taasisi na jumuiya ya Kiislamu mmeua. Mnakwenda tena BAKWATA. Mimi nafikiri jambo hili sio sahihi. Mimi nikunasihi tu kakaangu Ponda, wewe ni mtu mzima sasa. Huna miaka 30 tena mbele ya kuishi ukiwa unafahamu kutosha. Mungu umri aliyokupa, badilika, kaa chini, endesha dini kwa nidhamu na kuheshimu mawazo ya wenzako. Unapotuambia BAKWATA si chombo cha Kiislamu, BAKWATA ni chombo cha Waislamu. Unapowarudisha Watanzania au Waislamu kwenye East Africa Muslim Welfare Society nyuma huko, mimi nakushangaa sana, na nawashangaa Waislamu waliongania maneno. Na kuna mnafiki mmoja, yeye ni msomi, anasema profesa, na mimi na mashaka na hata hiyo PhD yake inawezekana ya forgery. Yuko mumu pale chuo kikuu cha Waislamu. Sitaki kumtaja jina na muhifadhi, lakini iko siku na nitamtaja. Chuo kikuu kile cha mumu hakiko BAKWATA. Na kinaongozwa na watu wanajiita maprofesa. Lakini kuna Waarabu wameshatapeliwa sana kile chuo kikuu. Tunajua, na mkitaka kutaja tutakuja kutaja, wametapeliwa sana mpaka wamekata misaada waleti tena. Chuo kikuu kile cha Morogoro alitupa mzee William Benjamin Mkapa kama Waislamu. Lakini mpaka leo mabwana, chuo kikuu kile kipo Morogoro tu. Kipo Morogoro tu. Hakina branch sehemu yoyote ile. Alafu nyinyi ndio mnasema mpewe BAKWATA. Mtaiendesha. Wakati BAKWATA imejipanga kiutawala. BAKWATA ipo kuanzia taifa, mkoa, wilaya, tarafa, kata, mtaa mpaka kila msikiti. Yaani wana uongozi kila sehemu iliyotaja hii. Na BAKWATA nikwambieni hivi, mnapata shida bure. Hiyo mali yote mnaona BAKWATA sio mali ya mufti. Mufti akifa leo, mali yote ya BAKWATA inabaki pale, anayekuja atakuja kutumia ile. Taasisi zingine zote zilizobaki ni mali za watu. Yaani huu ndio ukweli. Uwezi kutoka hapo ukahoji mali ya watu wengine kule. Watakwambia inakuhusu nini? Lakini BAKWATA ni mali ya Waislamu, na kama mkisema BAKWATA sio chombo cha Waislamu, mbona mnakihoji majukumu ya kidini? Mnakihoji ili we nini sasa? Sio chombo cha Waislamu. Mnakihoji majukumu ya dini ya nini? Wacheni. Swala la mwezi. Swala la mwezi limekuwa linaleta mgogoro sana. Kila mtu anataka tangaze mwezi. Hatuwezi kutangaziwa mwezi na kila mtu. Si tunajua mtu anaweza katangaza mwezi kwa nidhamu ya kidini. Waislamu lazima tuwe na nidhamu. Ni mufti wa Tanzania. Na mufti wa Tanzania anatoka BAKWATA. Watu wanataka kuleta mambo ya ajabu tu Waislamu.
Kenya wana chombo chao, Uganda wana chombo chao, Burundi wana chombo chao, na taasisi zingine ndogo zipo. Rwanda wana chombo chao, wao sio bana. Kila sehemu, Zanzibar wana chombo chao, ipo ofisi ya mufti na mahakama ya kadhi ambayo ndio yenye mamlaka ya kutangaza mwezi, na yule kadhi wa Zanzibar ana mamlaka ya kuvunja ndoa, kufungisha ndoa kama tona inahusika. Sasa wewe Ponda uje utuambie kwamba mufti sio kiongozi wa Waislamu wote, ni kiongozi wa watu gani? Usifananisha Uislamu na Ukristo, ni vitu viwili tofauti. Samani wa Kristo, si kwamba nawachambua au nawatukana, naeleza ukweli. Wakristo wana madhehebu yao, Anglikana, Moravian, Katoliki, Sabato. Mfano, Sabato wanasali siku ya Jumamosi ambayo ni kesho. Hawa Katoliki wanasali Jumapili, hawakubaliani hata katika sala. Hata katika vyakula, Sabato hali nguruwe. Hawa Katoliki wa Jumapili wanakula nguruwe. Hawakubaliani. Na ndio maana kila mmoja na kiongozi wake. Acha hiyo. Wakristo hata Biblia hizi hawakubaliani. Katoliki wana Biblia yao hapa imprimato na kitabu kingine kinaitwa Misale ya Waumini. Waprotestanti wana Biblia yao. Imetofautiana vitabu 6. Kwa hata mazingira ya dini yao Wakristo hawakubaliani. Mfano, Mwamposa hawezi kuingia Katoliki akaongoza ibada. Hawezi hata kujua, hajui kuongoza ibada wa Katoliki. Lakini sisi Waislamu, akiwa Sheikh wa dhehebu la Ibadhi, Answari Sunna, awe Salafi, awe Askalia, awe Kadilia, wote tunakubali Mungu ni mmoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume, na kibla chetu ni kimoja, na hija yetu ni moja, funga yetu ni moja. Tutatofautiana kwenye masuala madogo sana ya maulidi basi, lakini akida yetu yote ni moja. Vipi tutatuambia mufti asiwe kiongozi wetu? Kazi kubwa ya mufti anayoifanya, ndugu zangu Waislamu, ni kuunganisha Waislamu na kuunganisha umma. Sheponda, labda nikueleze kitu kimoja, umepoteza sifa ya kuwa kiongozi wa dini. Sikukanyagi, lakini nakushauri na kueleza ukweli. Ponda, umegombea ubunge. Ubunge si sehemu ya Uislamu. Wale wafanya kampeni wako walevi, hawezi kuzungumza paka anywe bia. Akikwambia shehe ninunulie bia 2 kidogo ndio nipande kwenye jukwani kunadi, huwezi kukataa, utamnunulia. Na kuna mgeni atakwambia bwana Ponda, mimi siwezi kuzungumza paka nipate nyama ya nguruwe. Utamuuliza inapatikana wapi kwani? Iko nyuma ya baa fulani, akachukua basi kilo 2 lakini unawe na sabuni Kwa hiyo hayo yote umeyafanya. Acha hilo Sheponda. Kabla hujapanda ulikuwa unapigwa ngoma inaitwa mdumange na mdundiko. Shehe umevaa kanzu na salibuka mdundiko. Unataka kula za watu, lazima ufanye. Kuna ile ngoma ya mashoga inaitwa kibao kata. Inapigwa na wewe upo unatikisa kichwa tu. Sasa sijui tujue ndio umekubali au umekataa, lakini unatikisa kichwa tu. Sasa yote Sheponda umefanya. Umegombea mamlaka. Umepambana na Samia. Umepambana na serikali, umeshindwa, umerudi tena kwenye dini. Sasa unawachanganya watu. Ungetaka dini, kaa kwenye dini ili jamii kuheshimu. Unapokwenda kwenye siasa, wale watu ambao si wa chama chako hawezi kukubaliana na wewe hata siku moja, tuko na sehemu ya tatizo. Kwa hiyo kaka yangu Ponda, na wale wenzi wako msiwadanganye wa Tanzania. Ni kakundi kadogo. Uwezi kuambia Watanzania kwamba eti BAKWATA, mufti wa BAKWATA sio kiongozi wa Waislamu wote. Ndio kiongozi wa Waislamu wote. Na bahati nzuri ndugu zangu, tumalize, BAKWATA na Mungu ni shahidi, mimi sio BAKWATA, lakini nazungumza ukweli. Mufti ni kiongozi wangu, lazima ni mheshimu. Yani nikitaka nisitake, mufti ni kiongozi wangu, lazima ni mheshimu. Na hata tukitoka naye au nikimkuta sehemu yoyote, watu lazima wataanza kwenda kumsalimia mufti kwa heshima na kumpokea. Mimi sitopata mapokezi kama ya mufti. Sasa utasema sio kiongozi huyo? Mufti ni mtu ambaye amesoma dini. Kubwa zaidi, sijawahi kusikia hata siku moja BAKWATA imewaziwia Waislamu wasifanye maendeleo ya dini. Sijawahi kusikia hata siku moja BAKWATA imwambia watu waende wakazini au wanywe pombe wale nguruwe. Sasa haya mambo kaka yangu Ponda unayapata wapi? Ila kwa ripoti nilizonazo hapa, hii ndio ripoti iliyopo. Hii ndio nyeti waandishi.
Siku ya tarehe 6 Father Kitima alikutana na John Heche. Na hili ndio watu walijue, walikutana na John Heche. Wallahi. Katika kile kikao wamezungumza, Father Kitima ametoa milioni 100 kumpa John Heche. Katika yale mazungumzo, John Heche alimpelekea ujumbe huu ufuatayo Padri Kitima. Akasema ni lazima tupate fungu la kumpatia Sheikh Ponda ili tutumie mwanya wa mgogoro uliopo baina ya BAKWATA na Waislamu tuweze kuwapiga pande ili tuweze kupata angalau kundi kubwa upande wa Waislamu. Wallahi billahi. Father Kitima ametoa milioni 100 kampatia John Heche. Na katika hizo alizopewa Heche limo fungu la Ponda Isa Ponda. Sasa hebu fikirieni wa Tanzania, kama Ponda anaombewa sadaka na Mkristo ili sadaka ile ije tuvuruge Waislamu eti kuja kuipasua BAKWATA, kuna dini sasa hapo? Atuulizane, je, kuna dini hapo wa Tanzania Waislamu? Mimi simzungumzi Ponda. Mbona Ponda nyuma alikuwa anafanya mambo yanayokubalika katika dini, watu walimsupport. Nyie mjifikiri. Sasa hivi shule ya maimamu kaivuruga, Ponda kabaki peke yake. Watu wamemkimbia, kina Kundecha wale ni wasomi wa dini wamemkimbia. Walikuwemo watu kibao na ule katibu wake sijui Sanze yule nasikia yuko jela. Mungu amfanyie wepesi maskini. Kwa hiyo Ponda unavuruga dini, usifikiri unajenga dini. Dini haijengwi kwa migogoro. Ukitaka kumsema kila mtu awe mbaya, basi hata wewe una ubaya kwa sababu wewe sio malaika. Hata mimi nasema hapa nina mabaya yangu, sio malaika. Hii Waislamu wananistahimili. Wananilindia aibu zangu kwamba huyu bwana yeye ameyafanya kama binadamu, kuna yale na yakosea kama binadamu. Kwa wewe bwana Ponda ukifanya kwamba wewe ndio uwe malaika wa Waislamu nchi hii au nabii wa Waislamu nchi hii, unakosea sana kakangu. Mimi ningekushauri, Ramadhani inakuja, tunakwenda Rajabu Shabani, hebu achana nayo mambo, ufanye toba ya kweli ili Waislamu uwaunganishe kama anavyofanya mufti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sheikh Abubakar bin Zuberi ni mufti. Baraza la BAKWATA lipo, wala wewe unaoyafanya huwezi kuivunja BAKWATA. Kwa ukweli kabisa. Kwa nini sasa ukapambana na watu ambao unajua kwamba siwezi kuwavunja? Unanunua uadui wa bure, unataka unuke ubaya mitaani. Sasa pambana na mtu ambaye unaona huyu nikipambana naye na 80% kumshinda au kuvunja hilo analonalo. Hivi kwa akili ya kawaida BAKWATA itavunjika kwa kusema Ponda? Haiwezi kuvunjika. Na haya mambo ya kwa Waislamu tunakaa tunajadili sijui ili kuwepo East Africa Muslim ikavunjwa, ilishavunjwa. La msingi tukae Waislamu tutathmini sasa tunafanya nini basi. Tunafanya nini? Tunaanzia wapi? Hii serikali ina fursa chungu mzima, hii nchi yetu ina fursa chungu mzima. Hatuzuii kujenga chuo kikuu popote wala shule hatuziwiwi, ni uongo. Kuna watu tu wanatafuta maokoto kupitia dini. Lakini wallahi mimi na hapa kama panatokea watu waadilifu kabisa, watu wa kweli, wakawaunganisha Waislamu, wakawaambia Waislamu tunataka tujenge chuo kikuu au shule, tunahitaji kusaidia maskini. Wako watu wanakufa kibudu kwa ajili ya maskini. Mtu anakosa shilingi 500 ya kulipia hata bima ya afya. Mtu anakosa shilingi 200 kwenda kutoa tiba pale Muhimbili. Sasa kazi ya dini ni migogoro tu. Pakipatikana watu wa kweli wakawaambia Waislamu shilingi 1000 tu, tukichanga Waislamu milioni 3 ni bilioni 3 kwa siku moja tunaikusanya. Lakini yuko wapi wa kuunganisha Waislamu hivyo? Kwa kakaangu Ponda, shehe wangu Ponda, wewe mimi sikubomoi na kueleza ukweli. Na tatizo ukisema ukweli nchi hii unanuka ubaya. Hili ndio tatizo. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeamua kuita waandishi niwaeleze. Ponda anadanganya watu. Kipindi hiki ni kipindi kigumu cha Waislamu, tuungane. Tuache kudogoana, kupelekana mahakamani. Hivi hili swali lilikuwa Ponda la kupeleka mahakamani kweli? Wakati yule anayehukumu Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA sio Muislamu Mkristo. Yule aliyekaa hakimu na hukumu ni Mkristo. Sheria ulizozifuata pale mahakamani za Kikristo. Sisemi Wakristo hawafai. Wakristo wako kila eneo, ni madaktari wanatutibu, ni walimu wanatufundisha mashule. Huwezi kujenga uadui na watu namna hii. Lakini kuna mambo ya kiimani tumaliza sisi wenyewe. Swala la BAKWATA ilikuwa wewe waite labda mashehe, kama kuna jambo mliona ni zito, waite mashehe, muite mufti, tukae, lingemalizwa. Lakini unapeleka taasisi ya dini mahakamani. Ina maana Waislamu hatuna kitabu? Tunayo Qur'ani inaweza katuongoza. Tunaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao wote umeona wafai, ila ukapata haki yako mahakamani haitoi haki. Nataka nizungumze leo kweli kabisa. Hakuna mahakama inayotoa haki duniani. Mahakama zote zinatoa makubaliano yenu tu. Ikikufurahisha wewe ndio utasema haki. Ikimpa mwenzako utasema nimeonewa.
Sasa Mungu ndio yuko namna hiyo? Naye ndio niliyowaambia hata wanaharakati wanaopiga kelele Tanzania wote tunaonewa. Sasa nendeni mkamtetee kule Madulo. Mbona Madulo amechukuliwa Ikulu kapigwa pingu za miguu na mikono tena kwa nyuma namna hii. Na mke wake jela na yeye jela na nyando. Haya, Mange Kimambi huko Marekani huko, mbona hujamwambia Trump kwamba mwachie Madulo? Umemwonea. Na yule Ali Mado sijua channel gani yule alikuja pale kimbele kweli, alikuja hapa akatoa ripoti za uongo wa CNN. Mbona hujamwambia Trump kwamba unaonea watu? Acha huyo. Na wale vibaraka wote ambao ni wanaharakati, mbona wako hapo wamekaa kima maufianta? Waende kamwambie sasa Trump umemwonea Madulo. Na walifikiri kwamba pale Venezuela eti akiondolewa Madulo watapewa wapinzani. Marekani Yahudi yule. Marekani hakupa wao mpinzani. Marekani anatetea maslahi yake, sio maslahi ya watu. Amemtoa Madulo, kampa yule lewa chama cha Madulo, kaambia kapa. Na ameshachukua mapepa petroli chungu mzima, ananyonya petroli. Kwa hiyo hata Tanzania mnaojidanganya mnapoteza muda tu kutengeneza chokochoko, mara mwingie kwenye dini, mara mbebe miamvuli ya dini, mbebe Biblia, mbebe misahafu, mnafikiri mtahurumiwa. Mabwana, ukitaka haki iko kwa Mungu. Duniani hakuna haki. Wewe tenda mema, Mungu akakulipe haki. Ukitafuta haki hapa duniani, haki hakuna, na hakuna mwanadamu anaweza katoa haki. Hayupo. Haki aliitoa ni mtume peke yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alipokufa watu waliumba. Sasa mnadanganyana tu, hamna kitu. Na kama kweli ni wasema ukweli watu wa haki za binadamu, haya kamfunguliani mashtaka Trump kwa kumkamata rais nchini kwake. Mange Kimambi, Lecho, Maria Salungi, mko wapi? Na yule mtoto wa Kizanzibari yule alienda kusomea IT kule nanili Israeli yule. Nabi anajifanya zungumza kama mzungu kumbe Mzanzibari. Na habari zake zote tunazo, paka bwana aliyemuoa tunamjua, tulishafuatilia. Nabi kaolewa, kwani hatujui? Tunajua ndio, paka kwao unapajua Mzanzibar. Mama yake namjua wallahi, hata kwao mkitaka na location. Lakini sitaki kwa maslahi ya nchi yetu. Kwa ndugu zanguni, tufike sehemu tuelezane ukweli. Sasa hivi ni kiatu tu kwenda mbele. Hakuna kubembelezana. Wewe ukimwaga mboga mimi namwaga ugali. Kabisa. Kwa hiyo waandishi mkae stand by. Nikipiga simu moja tu pokeeni njooni. Ni kiatu tu kwenda mbele, hakuna kuacha. Kwa sababu hatuwezi kufuga kenge kwenye mtungi wa maji. Hatutokunywa maji. Lazima kenge atolewe kwenye mtungi wa maji, watu wanywe maji. Huu ndio ukweli. Na mchuzi wa mbwa unywewe wa moto, unanywewa wa moto. Ukipoa unyweki. Kwa hiyo mwiba ulipoingilia ndipo utakapotolewa. Nafikiri nimeeleweka ndugu zanguni. Leo ni Ijumaa, tufanye kwa ufupi tukafanya ibada, na washukuru sana. Kama kuna maswali mawili ya haraka haraka.